Irani, Mohammad Ali Rajai. Mohammad Ali Rajai alikuwa rais wa Irani kwa takriban siku 28 tu, kisha kutokana na mzozo wa madaraka na sintofahamu mara baada ya mapinduzi ya Irani, akiwa ofisini kwake na waziri mkuu na maafisa 6 wakijadili hali ya ulinzi na usalama wa Iran na tathmini ya vita mara baada ya Saddam Hussein al-Majid kutoka Tikrit, Iraki kuivamia Irani. Ghafla bin Vu akaja moja kati ya walinzi akiwa na briefcase. Lile briefcase kumbe ndani yake kuna bomu. Mara baada ya akaja mtu mwingine kutaka kulifungua kwamba ni ujumbe umetoka sehemu fulani. Ni moja kati ya wale walinzi wanaoaminika. Kufungua hivi baadaye, baada ya dakika 10 bomu likalipuka. Rais Mohammad Ali Rajai akiwa na waziri mkuu Mohammad Javad Bahonar wakalipuka, wakafa. Ni tukio linalosikitisha zaidi, ijapokuwa serikali ya Imam Ayatollah Ruhollah Khomeini ilisema ni tukio la kigaidi, lakini baadhi ya wengine wanadai ni mchezo wa ndani ya madaraka, kwa maana ya kwamba yeyote aliyokuwa anampinga muasisi wa mapinduzi ya mwaka 79 Imam Ayatollah Ruhollah Khomeini, maisha yake yalikuwa yanakatishwa kutokana na nguvu alizokuwa nazo katika siasa za kidini na kiimani kutoka kwa makundi mbalimbali ya kishia yenye imani kali. Mohammad Ali Rajai alizaliwa 1933 eneo la Ghazvini, yani kwenye ardhi ya Ghaznavidi na Karakanidi. Kule karne ya 10 ilikuwa ni makao makuu ya dola ya Seljuk pamoja na Isfahan, enza mfalme Mikhail Tugru pamoja na Chagri Bey na wakina Alparslan. Bwana aliuawa kwa kulipuliwa na bomu akiwa kwenye makao makuu ya Wizara ya Ulinzi Tehran tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 1930. Aliapishwa kuwa rais wa Irani baada ya kushinda uchaguzi mwaka 81 tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 81. Kabla ya hapo miaka ya 70 alijiunga kwenye jeshi la Irani la anga. Kutokana na uwezo wake mkubwa wa masuala ya hesabu na jiografia, alipanda vyeo na kuaminika, na baadaye alikamatwa kuanzia mwaka 75 mpaka mwaka 78. Alikamatwa na serikali ya Mohammad Reza Shah Pahlavi aliyekuwa mfalme kuanzia mwaka 53 mpaka mwaka 79. Baadaye alikuja kuachiwa mara baada ya mapinduzi. Mara baada ya mapinduzi alianza akawa waziri wa elimu, akawa waziri mkuu, na mwaka 81 rais wa kwanza wa Irani Abu Hassan Bansadri alipinduliwa. Aliweza kuondolewa na bunge kutokana na kutofautiana na Grand Ayatollah Ruhollah Khomeini. Baadaye ukafanyika uchaguzi. Mohammad Ali Rajai akashinda kwa takriban 91%. Akawa rais wa pili wa Irani, akawa waziri wa mambo ya nje na kiungo muhimu kwenye wizara ya ulinzi. Baadaye kuna mambo alianza kupishana pamoja na baraza la maulama wale mullahs 88, pamoja na kupishana na kiongozi mkuu wa kiroho Imam Grand Ayatollah Ruhollah Khomeini, babu wa ndevu nyeupe. Baada ya kupishana na babu wa ndevu nyeupe, basi katikati ya vita ya Irani na Iraki ya mwaka 88 mwaka 81, Rais Mohammad Ali Rajai akiwa kwenye makao makuu ya Wizara ya Ulinzi, akiwa yeye na waziri mkuu wake Mohammad Javad Bahonar na maafisa takriban 14 wakiwa wanajadili masuala muhimu nyeti, ni kwa namna gani wanaweza kumshinda Saddam Hussein bin Majidi. Mtu mmoja akaita briefcase kwamba ni ujumbe wa siri. Yule mtu akaondoka, mtu mwingine akalifungua ile briefcase kujua kuna nini. Baadaye bomu kubwa likalipuka. Mohammad Ali Rajai akawa amefariki dunia pamoja na waziri mkuu Mohammad Javad Bahonar na maafisa wengine takriban 15. Tukio hilo, baada ya hapo rais wa Irani akawa Ali Khamenei ambaye sasa hivi ni marehemu, alifariki tarehe 28 mwezi wa pili.
Tukio hili lina tafsiri tatu. Tafsiri ya kwanza kwamba bomu hili lilitegwa na wafuasi wa Kisuni walioko Irani waliotumwa na Saddam Hussein bin Majid al-Tikrit kutokana na katikati ya vita ya Irani na Iraki. Nadharia hii inapingwa. Nadharia ya pili inasema ni marehemu Ali Khamenei kwa kushirikiana na Ayatollah Ruhollah Khomeini ndio waliopanga njama za kumuua Mohamed Ali Rajai kwa sababu alikuwa ni mwiba na alikuwa akipinga kitendo cha viongozi wa kidini kuingilia masuala ya kisiasa. Amebaki katika rekodi kwamba ni miongoni mwa rais wa Irani waliokaa madarakani muda mfupi, takriban siku 28. Hiyo ndio stori ya mwenda zake Mohamed Ali Rajai, bingwa wa hesabu, mkakati na uchumi, aliyekuwa rais wa Irani wa pili kwa takriban siku 28 mpaka alipouawa kwa kulipuliwa na bomu baada ya kuletewa na brisketi na moja kati ya majasusi wa Irani. Ni tukio la kusikitisha na kuhuzunisha. Asante sana.